Novemba 13, 2025 imekuwa ni siku ya furaha kwa wakazi wa mkoa wa Singida baada ya kijana wao ambaye ni mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi, Dr. Mwigulu Nchemba kuteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa waziri mkuu. Singida Online TV imetembelea maeneo mbalimbali ya mji wa Singida kupata maoni ya wananchi juu ya uteuzi huo. Sisi kama wana Singida tumefurahi sana. Kwa hiyo tunategemea kupata maendeleo makubwa. Mategemeo yetu ni kuona kwamba atukumbuke kwenye shughuli za maendeleo. Tumelipokea vizuri kwa mara kwanza kupata waziri mkuu kutoka katika mkoa wetu. Ni jambo jema. Kwa sababu ni kwa mara ya kwanza tumepata uhuru. Kwanza Singida itapanuka kiuchumi, itapanuka kimaendeleo. Vile vile na upande wa kilimo, ni wakulima wazuri wa zao la alizeti. Atazidi kuitangaza zaidi katika mikoa mingine na dunia kwa ujumla. Kwa upande wangu naona ni kiongozi ambaye amejipanga, kwa sababu sio mara ya kwanza kwa katika uongozi mkubwa katika serikali. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo anafahamu, na katika ngazi za wafanyakazi ni mtu anayefahamu kila kitengo na ni mtu anayefahamu kila idara. Kwa hiyo nategemea atafanya mambo mazuri sana katika kila idara. Mimi naitwa Selemani Hassan, natokea Singida, sehemu ya Mamise. Kwa kweli tumelipokea jambo hili kwa furaha sana na kwa imani kubwa tuliyo nayo kwa waziri mkuu mpya Mwigulu Nchemba. Matarajio yetu kwa wakazi wetu wa Singida ni makubwa sana, sio Singida pekee, hata nchi nzima, kwa jinsi alivyo mchapakazi, mwadilifu. Kwa hiyo tunamtegemea. Singida kwa sasa hivi tunaiona itakuwa Singida Gunto. Kweli tunaweza kusema kwamba ni baraka ya aina yake ambayo hao viongozi unayowasemea. Kwa hili mimi mkazi wa Singida mjini nimelipokea hili kupata kiongozi mkuu kwenye kitengo cha huko juu kama waziri mkuu. Ni kijana wetu ambayo tunatarajia kwamba nafasi hii aliyoipata kwa kushirikiana na uongozi ambayo uko makini na wenye uadilifu huko juu unaweza kuleta maendeleo ndani ya mkoa wetu wa Singida. Leo tunataraji si mkoa wa Singida kujivunia sana kupata kiongozi waziri mkuu ndani ya mkoa wetu. Mbunge huyo Iramba Magharibi aliteuliwa na Rais Samia kuwa waziri mkuu, na baadaye uteuzi wake uliwasilishwa bungeni kwa ajili ya kumthibitisha, na waheshimiwa wabunge wakamthibitisha Dr. Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu kwa kura za ndio 369 kati ya kura 371 ambazo kura mbili ziliharibika. Wakati akizungumza, waziri mkuu huyo mteule akawahakikishia Watanzania atakwenda kufanya kazi kwa bidii na uaminifu ili kukidhi matarajio ya Watanzania. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani hii kubwa. Natambua imani si kubwa tu kwake, bali ni dhamana kubwa kwa Watanzania kwa kunipendekeza katika bunge lako tukufu kushika nafasi ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua uzito wa majukumu haya pamoja na matarajio yake pamoja na matarajio ya Watanzania. Nitafanya kazi kwa bidii, kwa uaminifu na jitihada kubwa kuweza kukidhi matarajio hayo. Mheshimiwa Spika, niwahakikishie Watanzania hasa wa mazingira ya chini watasikilizwa kwenye kila ofisi ya umma. Kila aliye Mtanzania, hii nchi ni yake. Watanzania wote watasikilizwa kwa nidhamu katika ofisi za umma. Watasikilizwa kwa nidhamu katika ofisi za umma. Watanzania watafikisha kero zao, na watumishi wa umma watakwenda kwenye makazi, kwenye maeneo ya Watanzania kutatua kero za Watanzania. Yale yaliyo dira ya Mheshimiwa Rais katika kutatua kero za Watanzania, niwahakikishie Watanzania nitasimamia kwa uadilifu, nitasimamia
kwa jitihada nitasimamia kwa kuhakikisha kwamba hayo yanatimia. Kwa kuzingatia kazi kubwa iliyoko mbele yetu niliyoisema, watumishi wa umma na Watanzania sote tuwe tayari. Lazima tuende kwa gia ya kupandia mlima. Lazima tuende kwa gia ya kupita kwenye bahari yenye mawimbi. Lazima tuende kwa gia ya kupita kwenye anga lenye mawingu. Lazima chombo kifike salama na watu wake wakiwa salama. Kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa, na wenye lugha mbaya kwa Watanzania, tuwe tayari. Wavivu wote, wazembe wote ndani ya ofisi za umma, nitakuja na fiekeo na rato. Lazima maono ya Mheshimiwa Rais ahadi ambazo Mheshimiwa Rais amewaahidi Watanzania lazima zitekelezwe. Hayo yamejiri wakati wa kikao cha 3 cha mkutano wa kwanza wa bunge la 13 uliofanyika Novemba 13, 2025 jijini Dodoma.